Shukrani. Mtazamaji, kama unavyoona bado tunaendelea kuzungumza na mashabiki na wakiendelea kujiongea katika viunga vya dimba la Benjamin Mkapa kuelekea mchezo wa hapo baadaye majira ya saa 11 hapa mchezo wa ngao ya jamii Simba Sports Club dhidi ya Yanga hapo baadaye. Bado mashabiki kama ulivyoshuhudia, kila shabiki akiweka matumaini, akiweka imani kwa kikosi ambacho amekishuhudia yeye mwenyewe pamoja na kile kilichoonyeshwa katika tamasha la Simba Day sambamba na wiki ya ile siku ya wananchi tunasema ndani ya wiki. Lakini kubwa ni mashabiki sawa, lakini wachezaji watafanya kipi? Bado tunaendelea kuzungumza nao hapa kujua hisia zao, maoni yao kuelekea kwa mchezo huo. Habari yako? Salama, habari za kazi? Salama kabisa, kwema. Namshukuru Mwenyezi Mungu tuko salama. Kuelekea mchezo wa hapo baadaye, kwa upande wako labda sasa unatazamaje au ni upi mtazamo wako kuelekea mchezo huo? Mimi nauzungumza mchezo leo kiuchambuzi wa kisoka. Mimi naitwa Adam Babu, wengine wanaita mchambuzi wa soka Tanzania. Right now kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko salama mpaka kufika leo tarehe 16, nchi yetu iko salama, na kama unavyoona uwanja wa Benjamin Mkapa wa muasisi wa rais wetu huyu hayati, huko kumetulia, kuko shwari. Tukienda kwenye mchezo leo kidogo utakuwa na ugumu kwa sababu mchezo wa leo hauna excuse, unahitaji matokeo iwe kwa ndani ya dakika 90 ama kwenye matuta. So mimi nadhani utakuwa mchezo ambao wa kuonyesha kila timu imejidhatiti kwa kiwango gani. Kama unavyojua msimu ulioisha hapa Simba Yanga alipata matokeo ya goli 2-2. Leo Simba wameongeza timu yao, wameongeza wachezaji, wameongeza benchi la ufundi kidogo, na naamini kabisa matokeo pia wanaweza kupata kwa sababu ya aina ya kikosi na aina ya kocha aliokuwa nao. Na unadhani wengi wametuangalia kwa upande wa Simba kwanza, wengi wamesema kwamba kwa msimu huu kwa jinsi walivyotazama kikosi ndio Simba sasa inajengwa. Msimu uliopita walisema anajenga timu, akasema hapana. Msimu huu kilichofanyika ndio anajenga timu. Kwa upande wako kiuchambuzi zaidi, jicho la kiuchambuzi, unatazama vipi? Siendi mbali nao kwa sababu kila binadamu anakuwa na mawazo yake ya kufikiri. Lakini unapotengeneza timu ya mpira huwezi kutengeneza kwa kuamka na kutengeneza tu. Without, kama ukitaka kufanya hivyo uwe na nguvu ya kifedha kidogo. You see? Mwaka jana walifanya hivyo. Unajua mwaka jana waliondoa karibu wachezaji wengi sana. Wakaleta wachezaji wengi na ukaiona Simba kucheza finali ya shirikisho barani Afrika na waliperform vizuri sana. Wacheza na Berkane ambao ni mabingwa wenye uzoefu mkubwa, kucheza finali mara 3, wamecheza finali, wamechukua kombe mara 2. So ilikuwa ni competition nzuri ya kuleta changamoto pale Zanzibar, lakini ndio hivyo, matokeo lazima mtu mmoja ashinde. Sasa safari hii wameongeza mshambuliaji. Mwaka jana Simba ilizidiwa tu kwenye timu inapokuwa imezidiwa na mchezaji mmoja. Je, kuna wachezaji ambao wa msaidizi wa ule mchezaji ambao ni key player? Mwaka jana alikuwa Elimpanzu, alikuwa anazunguka katika sehemu kubwa sana. Timu wakimkamata Elimpanzu, timu nzima inaanza kustruggle, kuhangaika kutafuta nafasi mpaka itokee nafasi ya either ya mpira wa adhabu karibu na goli, ndio anatumika Jancha Zawa, na uliona alifanya kazi kubwa. Lakini je, timu ikiwa imeshikwa, kuna nani anakuwa mbadala wao hiyo? Mwaka huu tumeona kuna wachezaji wameongeza. Kuna Maema pale nyuma, ni bado ni mchezaji muhimili mkubwa mwenye aliocheza timu ya Mamelodi Sundowns. Uwezo wake, uwezo wa kuchukua mpira, uwezo wa kusogea, uwezo wa kupiga pasi, uwezo wa kufunga anao. Tusitumie hivyo, tuliona hata Channel alifanya vizuri sana. So ukiacha na Maema, kuna Bajabiri, ni winga mmoja mzuri sana, anaweza kukati in ambayo kuwapa shida kina Zaire Mwenda na mwenzake Boka. Leo tunatumini kwamba akitumia nafasi hiyo kama kuiongezea thamani ya Simba, mimi naamini Simba anaweza kupata matokeo kwa sababu atakuwa na watu 3 4 ambao wanazurula na kuwapaswa kuangalia kwa makini sana. Hiyo unaweza kupata ushindi kwa style hiyo. Unadhani nguvu ya usajili uliofanyika kwa msimu huu, tunazungumzia hasa kwa upande wa klabu ya Simba, inaweza kawa favor kitu gani tukianza katika mchezo wa leo hata katika msimu mzima wa ligi hapa ndani sambamba na mashindano ya kimataifa? Msimu ulioisha kama nilivyokuambia, kulikuwa kuna hiyo zoezi la key player kikamatwa timu inakuwa imeyumba. Lakini mwaka huu wana takriban wachezaji 3 au 4 ambao wanapaswa kuwa makini kuwakaba wakati wote, iwe kwa kwenda mbio, iwe kwa kupitisha mpira katikati ya open space. So hiyo ni kitu ambacho cha kuangalia. Mwaka huu wameongeza hawa watu. Hiyo ni vitu cha kufikiria na kupata maarifa hayo kwa wanaweza kupata ushindi. Lakini tuende katika mfumo wa uchezaji. Hawa wachezaji wote wanaweza kukliki kirahisi sana
kuingia katika mfumo na kuweza kupata matokeo, na hiyo inawapa matumaini mashabiki wote wa Simba Tanzania na waliofika hapa Benjamin Mkapa. Na ukiangalia sasa kwa upande wa kikosi cha Yanga, tukiangazie sasa kwa upande wao. Kwa msimu uliopita tumeona walichokuwa kikifanya, sawa, kufanya vizuri ya kumaanisha kwamba ni kuwa bora zaidi. Kuna mapungufu mbalimbali. Maboresho waliyofanya kwa upande wao, unahisi kwamba wameboresha zaidi au kuna kitu wamepunguza? Sio kila anayefanya sajili kwamba kajiboresha zaidi. Kuna kitu wamekipunguza kiasi gani au kuna kitu wamekiongeza kiasi gani? Kwa jicho la chambuzi nilishazungumza mara zote sana kwenye vipaza vya sauti vya TV hizi kwamba Yanga walichokiangalia, wameangalia, ukichukua PSG, mabadiliko ya PSG na Yanga ni kama yanafanana. PSG waliondoa wale superstar, umeona, superstar player, waliondoa Messi, walimondoa Neymar na Mbappe naye akaondoka, lakini PSG ilokuja kutokea tuliona ilichukua ubingwa wa UEFA na ikacheza finali tena klabu bingwa dunia, na aina ya mchezo uliocheza uliona ita na neno AC Milan ulifungwa, na hata kule Marekani waliwafunga vilabu vingi ambavyo viliwashangaza sana. Sasa hiyo ndio imeleta hapa kwenye Yanga, na unapata mapicha kwamba urafiki wa Engineer Hersi na rais wa PSG ni marafiki. Yanga ameondoa wachezaji wenye umri mzito, umri ambao umeenda, nazungumzia 30 kuendelea mbele. Ameondoa Chama, ameondoa Alidi Aucho. Aziz Ki ameuzwa. Sasa wameleta wachezaji wenye umri mdogo, wakajenga ile creativity wanatakiwa kuifanya, wenye uwezo wa kuchezea mpira, wenye uwezo wa kucheza mpira wa kasi. Ndivyo kinachotokea. Uliona mechi ya Rwanda, kuna kitu kilifanyia kidogo. Uliona mechi ya Mwananchi, goli lilotafutwa ni aina ya mwendo kasi uliona ufanyika na sana PSG. Mimi naifananisha hivyo kwa sababu aina ya jinsi inavyotokuwa na wachezaji waliochukua. Mzungumzie Kouma. Kouma ni mchezaji ambao anaweza kupiga pasi ndefu, anaweza kukaba, anaweza kucheza pasi fupi. Kule mbele hakuwa namfananisha kule na wenzetu wa PSG. Dembele anaweza kutumia mguu wake vizuri wa kushoto akakati in. Ogopa sana mchezaji ambao anaweza kutumia mguu wa kushoto kukati in, ndio kitu cha hatari sana. Anaweza kuwafuata mabeki kwenye penalty box. Hii ni hatari. Hata ukiangalia takwimu zake alizotoka, unapata kwamba alisababisha penalty 5 kwenye penalty box. So kwa utaratibu huo unapata hiyo picha kwamba aina ya mchezo unaocheza hawa watu, lakini unawazuiaje? Kama endapo Simba wataiangalia finali ya klabu bingwa dunia, PSG alivyofungwa kirahisi na Chelsea, wakiutumia huo mfumo wa watume wachezaji wenye uwezo binafsi waende mbele wakati timu imesogea juu, hapa wanapata matokeo leo. Lakini kama wataenda katika muhemko, mimi naamini watapokea kitu cha tofauti, kwa sababu uwezo wa Pacome, uwezo wa Akua, uwezo wa Max Zengeli unajulikana, uwezo wa Mzinze unajulikana. Kama wataiangalia vizuri finali ya Chelsea na PSG, kwa nini PSG alifungwa matokeo aliyopata yale? Alifungwa kwa tactic kwamba PSG inaposogea wanaacha watu wawili mbele. Hawa ni watu hatari. Wanapofika kwenye penalty box wanatengeneza V. Hiyo inaweza kupatia matokeo. Mimi naamini hapo pia wakicheza hivyo, Elimpanzo akirudi akiwatuma Bajabiri na beki hizi pembeni huko, huyu Shumari Kapombe, hapa ndani akisogea Mpanzo na Mozakib Dennis, wanaweza kufanya matokeo kabisa. Na sawa, tumezungumzia kwa upande wa sasa hii Simba ambacho atakachofanya na atakachokutana nacho bila mazingativu. Sasa ukiangalia kwa ujumla, tumeangazia vikosi vyote viwili, Simba, Yanga. Unadhani katika mchezo huu, tukiangalia tu kwa ujumla, ukiangalia pia tafsiri ya klabu zote mbili, Simba na Yanga zinapokutana kwa hii leo, unadhani ugumu utakuwa sehemu gani kwa klabu zote hizi mbili? Leo ugumu kwenye viungo. Viungo leo na kazi kubwa sana. Kwa timu zote mbili, viungo na kazi kubwa sana. Viungo leo watafanya kazi mbili. Kwanza, kufanya transition ya kutoa mpira chini kupeleka juu ili kupunguzia, kuwapa pumzi mabeki wapumzike, lakini pia watafanya kazi ya kufanya usanifu wa mchezo jinsi ulivyo. Wataweza kutembea na mpira kuwasaidia kutengeneza njia za mpira zinavyotakiwa kufanyika. Sasa ni nani mwenye kikosi kipana, mwenye uwezo wa kufanya huo uwezo wa kuchezesha timu kiwango hicho? Kupokea viungo ambao
wenye uwezo na umakini na ubunifu. Sawa. Kama viungo katikati watakuwa na ubunifu na uwezo na utulivu, naamini patakuwa pana kazi hapo. Mawinga wanakana kazi, lakini kazi ya mawinga wa Simba leo natamani Elimpanzo aingie sana ndani. Huku pembeni kwa Mwenda na mwenzake Boka kidogo patakuwa pagumu, lakini kama atakati ini hapa katikati namba 6 huyu anaweza kucheza Balakonte ama Azizi Ndambwile, bado hatakuwa na uwezo ule uwezo wa ubinafsi wa mchezaji wa Elimpanzo na Kibu Denis, anao uwezo kupita hapo katikati kutokana na hao mabeki na rhythm ya Balakonte na beki huku ya Jobu na mwenzake na Nino, sizakuwa atakuwa hajakuwa na rhythm nzuri. Wakitumia opportunity hiyo, naamini leo anaweza kufanya vizuri.